nakumbuka. Anasema wazi ya kwamba ule ambaye amemwamini Yeshua ako na huo ushuhuda ndani yake, na pia katika imani ako na uzima wa milele. Na kwa hivyo katika hali ya kupata uzima wa milele ni lazima kuwe na mambo hiyo matatu ambayo itakushuhudia ya kwamba umepatana na hiyo mambo matatu. Hiyo mambo matatu tumesikia ni nini? Ni roho na nini ingine? Na damu na maji. Baba tukuzwe sana. Lazima hiyo mambo matatu ishuhudie katika maisha yako. Lazima ujashwe na roho wa baba wetu. Lazima akuzae tena. Lazima maji hiyo ikushuhudie hali ya ubatizo. Pia damu ya Yeshua ambayo inasemekana ni damu ya unyunyizo ikaweze pia katika hali ya kukushuhudia. Na kwa hivyo kama sasa ule dada ambaye anaenda kubatizwa amemkiri Yeshua kwamba ni Bwana na Mwokozi katika maisha yake, ametamani kuiendea katika njia hii ya uzima. Kwa hivyo damu ya Yeshua imemtakaza, damu ya Yeshua imemuosha. Tunaamini ya kwamba Yahweh ndiye anajaza watumishi wake roho, lakini sisi watumishi wa Baba kama mitume tuko mahali pale kufanya vile ambavyo Baba wetu atatusaidia katika hali ya kumbatiza. Baba tukuzwe. Pia ni mzuri pale kwa sababu kuna wapendwa wetu nao wamekuwa na ufunuo ya kwamba sasa mtu habatizwi, mtu ndiye anaenda kwa maji yeye mwenyewe. Na mimi nikiwa mtumishi wa Yahweh niko hapa kando. Nikiwa hapa kando sasa na yeye ako pale. Sasa namwambia natiza katika jina la Yeshua. Sasa yeye anajiigiza katika maji na afanya nini? Anainuka namna hiyo. Unajua ni sawa tu. Shalom shalom. Lakini kwetu tunaona Yeshua aliwaambia mitume, mkifanya nini? Mkibatiza. Kwa hivyo mitume walipewa hiyo kazi ya kubatizwa, ya kubatiza. Yeshua na yeye alitoka mbali sana. Tuende katika Mathayo 4 ili tuone ya kwamba lazima mtu ahusike pale kulingana pale ambapo baba wetu ametuwezesha. Mathayo ni 4 pale ambapo alienda kwa Mathayo 3. Mstari wa 13 inasema, anasemaje? Wakati huo Yeshua akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, Yeshua alitoka mbali sana Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Verse 14 Yohana anasemaje? Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Kwa hivyo Yohana ndiye anasema mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Je, wewe unakuja kwangu? Shalom shalom. Kwa hivyo inaonekana aje? Inaonekana Yohana alimbatiza Yeshua. Endelea hapo, inasemaje? Yeshua akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Verse 16. Basi akamkubali, na Yeshua alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Yahweh akishuka kama hua, akija juu yake. Ndio. Tazama sauti kuu kutoka mbinguni ikisema, ikasemaje? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Shalom shalom. Kwa hivyo Yeshua alikanyanga hatua zile na akasema sasa usikatae Yohana, ili tukaweze kutimiliza yote ambayo yameandikwa. Na maandiko yanasema pale pengine ni mzuri kukanyanga hatua zake Masihi Yeshua. Ubatizo ni njia moja ya wokovu. Ubatizo ni njia moja ya wokovu. Kuna watu ambao wanasema ukiokoka na ukimwamini Yeshua hakuna haja ya nini? Ya ubatizo. Lakini ni hatua ambazo zinafanywa katika hali ya kuonekana, kwa sababu kazi ya Yahweh ni ya imani. Tunaona mazao ambayo imefanyika ndani yako, lakini hii ni jambo ambalo linaonekana, ambalo linafanywa physical, ambalo baba wetu ametupatia. Hebu tuende katika Petro wa kwanza 3. Petro ni wa kwanza 3. Hebu nione kama ni pale.
verse 18 inasema namna gani? Uende hapo chini. Inasemaje? 3:18 inasema kwa maana Masihi naye alifanya nini? Aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atuletee kwa yawe. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni. Akafanya nini? Akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Elohimu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Sasa kuna mfano umepeanwa pale wa Nuhu na Sabina, na inasemekana ya kwamba ni watu wachache waliokolewa, na tunajua vile ambavyo waliokolewa. Mvua ilinyesha na wao waliingia katika Sabina, na mvua ikawa kubwa sana. Na mfano huo moja inasema namna gani? Inasema mfano huo ni nini kwetu? Sema mfano wa mambo hayo ni Sasa mfano huo kwetu ni ubatizo. Ubatizo unafanya nini? Unaowaokoa ninyi pia siku hizi. Ubatizo unafanya nini? Unawaokoa. Kwa hivyo kuna ndiposa anasema ubatizo ni njia ya kumakinika katika wokovu wa Yawe. Kwa hivyo ukikosa hii step ya ubatizo, hata uwe umeokoka, kuna mambo ambayo haimakiniki, haitimiliki katika njia ama steps of faith katika hali ya wokovu. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Unafanya nini? Ubatizo unaowaokoa nyinyi pia siku hizi, sio kuwekea bali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele zake Yawe kwa kufufuka kwake Masihi Yeshua. Baba tukuzwe. Kwa hivyo si hali tu ya kuoshwa tu uchafu wa mwili, lakini hali ya roho zetu na hata dhamira zetu sikaweze kuwa safi mbele zake Baba wetu. Baba wetu na tukuzwe. Ni mzuri pia tunafanya jambo hili kwa nani? Tunafanya jambo hili kwa jina gani? Tumesoma pale ya kwamba mitume walipewa mamlaka ya kwamba wabatize katika jina la nani? La Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Asante, kuna wapendwa ambao wanabatiza katika hilo jina la Baba na jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Lakini sisi tunabatiza katika jina la Yeshua, kwa sababu wale mitume ambao walipewa hilo jambo, wakati walikuja kubatiza, walibatiza katika jina la Yeshua. Na tumejengwa katika msingi wa manabii na nini? Na mitume. Kwa hivyo vile mitume walifanya, hebu tuone katika Matendo 2. Matendo 2. Mstari wa 37 na 38. Walisema wabatizwe katika jina gani? Inasemaje? Waliposikia hayo wakachoma mioyo yao, wakamwambia Kefa na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Kefa akawaambia, tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yeshua Masihi. Mkabatizwe kila umoja katika jina la nani? La Yeshua Masihi. Kwa hivyo sisi Baba wetu pahali ambapo ametufikisha, tunabatiza katika jina la Yeshua. Mitume 10 mstari wa 44. Kuna ingine pale. Inasemaje? 10:44 kitabu cha Matendo. Kefa alipokuwa akisema maneno hayo, anasemaje? Roho Mtakatifu akawashukia wote. Akashuka akasema lile neno. Wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa. Wote waliokuja pamoja na Kefa, kwa sababu mataifa nao wamekwisha kumwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kipawa cha Roho kinaweza kumwagiwa hata mbele ya kubatizwa na nyuma hata ya kubatizwa. Shalom, shalom. Hiyo ni kazi ya Baba wetu. Lakini hata ingawa walimwagiwa Roho Mtakatifu, ilisemekana
Ili wawe na sehemu ama maji kaweze kuwashuhudia hata ingawa wamejawa na Roho Mtakatifu. Endelea verse 46 inasemaje? Inasema kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Elohimu. Ndipo Kefa akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji? Ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe? Shalom. Haleluya. Na kwa nini watu wanasema maji haina maana siku hizi? Ikiwa wale wamejazwa na Roho na wamanena na lugha, lakini mitume wanasema hata ikiwa mmejazwa na Roho hamujakamilika, nani anaweza kuzuia hawa wabatizwe? Baba atukuzwe. Kwa hivyo ni vizuri kuona na kupita katika vile maandiko inasema. Malizia pale. Inasema hawa wasibatizwe watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Akaamuru wabatizwe. Akaamuru wafanye nini? Wabatizwe kwa jina lake Yeshua Masihi. Kwa hivyo walibatizwa katika jina la nani? La Yeshua Masihi. Baba tukuzwe. Kwa nini tunafanya mambo yale? Kwa sababu Acts 4:12 inasema namna gani? Mitume 4 inasemaje? Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya bingu walipewa wanadamu tupasalo sisi kuokolewa kwalo. Baba atukuzwe. Kwa hivyo hakuna jina lingine lipealo kwa binadamu ambalo linatupasa kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yeshua. Paulo akizungumzia na Wakolosai anawaambia namna gani? Kolosai 3:17. Kolosai 3:17 anawaambia namna gani? Kitabu cha Kolosai 3 aya yake ni ya 17 inasema. Inasemaje? Inasema hivi. Na kila nifanyalo, na kila mufanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Yeshua. Fanyeni lote katika jina la Yeshua, mkimshukuru Elohimu Baba kwa yeye. Je, ubatizo si ni tendo? Baba tukuzwe. Shalom. Are we together? Maandiko inasema lote mufanyalo kwa neno au kwa tendo, lifanyeni yote katika jina la nani? La Yeshua. Baba tukuzwe. Na kwa hivyo tunabatiza katika jina la Yeshua. Tunaenda pale ambapo kuna maji mengi, si maji kidogo, kwa sababu tunataka mtu azame. Tunasemanga ubatizo ama baptism ni jina la Kigiriki inasema baptizo. Baptizo maana yake ni tu kutubukia ndani, unaisha kabisa, ama tuimas. Kwa hivyo lazima tutafuta pahali kuna maji ambayo itaweza kukuimas. Unaweza kuingia ndani na usionekane tena. Yohana 3:23 kuna witness pale. Yohana 3:23 nasemaje? Nasema hivi. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Alikuwa anabatiza huko Ainoni, karibu na Salimu. Kwa sababu gani? Huko kulikuwa na maji tele. Huko kulikuwa na maji tele. Kwa hivyo maji tele ndio sawa. Na kwangu nasema sababu ukipata mto ambao unatiririka ni sawa sana. Shalom shalom. Ni sawa sana. Lakini tukifika pahali hakuna mito, Baba wetu atatusaidia. Jina la Yahweh litukuzwe. Lakini tukipata mito ni sawa sana. Na kuna kitu ambacho najifundisha na mto. Ukienda mtoni ukologe hilo maji iwe na uchafu. Shalom shalom. Tuko pamoja. Upatie muda kidogo tu itasink na unaweza kunywa hiyo maji. Are we together? Tumezaliwa na maji. Kwa hivyo hata ukikologeka kuwe na mambo makubwa ndani ya roho yako, si ulizaliwa na maji? Usikubali hiyo jambo iwe inakaa. Hata mtu akikuja kwako hawezi kukunywa maji katika kizima ya roho yako.
kwa vile ambavyo roho yako imefungamana mambo mazito, umekaa siku 2-3. Si ulizaliwa na maji? Baba yetu akusaidie. Baba tukuzwe. Hilo jambo linaisha automatically. Si ati ya kwamba uko na bidii, ni kwa sababu ulizaliwa like father like son. Na ulizaliwa na maji. Basi inapaswa hata wewe katika hali ya mwenendo wako ukaweze kuwa kama maji. Leto leitha vitu ekirogosho. Maana kidogo tu ya kubatizwa. Maana ni nyingi, lakini nataka munipatie tu maana sisi ambao tumebatizwa. Maana moja ambayo najua ya ubatizo. Kwa sababu ni nyingi sana. Unamvaa Yeshua, si wahubiri. Si wahubiri. Nataka kondoo. Kufa na kufufuka ndani ya Yeshua, makofi mazuri kwake. Kuzaliwa upya, that's very good. Kutahiriwa, oh, that's very good. Hiyo tu. Kuna mwingine ambaye anaona kitu kingine. Kukaboleka mbele ya ufalme wa Yahweh. May I bless you so much. Kufanyika kiumbe kipya na wewe ni tugile ya huja. Asante sana. Ni wakina wono. Niweka toke mateithie. Baba tukuzwe. Kwa hivyo moja tuseme ya kutahiriwa. Ni njia moja ya kutahiriwa katika huko ndani, huko katika roho zetu. Na hali ya kutahiriwa ilikuwa imetajwa katika Agano ile kuu, na ule ambaye alitahiriwa akiwa wa kwanza alikuwa nani? Abrahamu. Na unajua walitahiri siku moja na nani? Na Isaka. Baba na mtoto wakatahiri siku moja kwa sababu ni baba alikuwa amesema. Tuende katika hiyo, ilikuwa njia moja ya kuonyesha vile ambavyo roho zetu zinapaswa hata kwa Waisraeli. Si hali tu ya mambo ya nje, hata katika mambo ya huko ndani ama mtu wetu wa ndani. Nisomewe katika Deuteronomy 10, Kumbukumbu la Torati 10 mstari wa 16. Tuguze hiyo kutahiriwa. 16 Kumbukumbu ya Torati. Inasemaje? Inasema, basi zitahirini govi za mioyo yenu. Zitahirini govi za mioyo yenu. Wala msiwe na shingo ngumu. Kwa hivyo Ibrahimu alielezwa katahiri katika gomvi ya mwili wake. Hata siku hizi huko ndiko watu wanatahiri. Shalom shalom. Katika gomvi za mwili yao. Hii kuna kitu inaashiria, inasema na nyinyi, anaambia Waisraeli sasa, wazee kwa mama, wadada kwa wadugu, watahiri gomvi za wapi? Shalom. Tuko pamoja? Wanatahiri gomvi za wapi? Za mioyo yao. Wala wasiwe na shingo ngumu. Unajua kuna watu wa shingo ngumu. Yahweh atuondolee shingo ngumu katika jina la Yeshua. Tukiambiwa njia ndio hii, hatung'ang'ani. Tukiambiwa neno hii ndio ukweli, hatung'ang'ani. Nikionyeshwa dhambi zangu, sing'ang'ani. Naona ni dhambi zangu hizo. Nashukuru Baba kwa sababu nimezijua na ninageuka. Kwa sababu anasema hivyo kwa sababu gani? Anawaambia hivyo watahiri gomvi za roho zao. Kwa nini? Kwa nini anawaambia hivyo? Kwa sababu anawapenda. Na angetaka wapelekane. Hamwezi kupelekana na mtu ambaye ako na shingo ngumu. Hata kusanyiko kama hili haliwezi kwenda sawa watu wakiwa shingo ngumu kwa Yahweh, kwa viongozi wao, na ndiposa tunaambiwa ni mzuri hata kusikia wale ambao wanatuongoza. Halo. Shalom.
Hebu nisomee Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 6. 6. Inasemaje? Kitabu cha Kumbukumbu inasema, Yawe Elohimu atautahiri moyo wako, atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, na moyo wa uzao wako, ili umpende Yawe Elohimu wako. Kwa nini? Kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote upate kuwa hai. Shalom. Kwa nini anataka kututahiri? Sababu anasema Yawe ndiye atawatahiri. Hata sisi Baba atutahiri ngombe za mioyo yetu. Sababu kubwa ili tumpende Yawe Elohimu wetu. Sababu kubwa ni hiyo. Hatuwezi kumpenda ikiwa we are not mature enough to know who Yahweh is. Hatuna na hiyo hali ya personal relationship with our Abba Yahweh. Hatuwezi kumpenda ikiwa hatumjui. Na hatuwezi kumheshimu ikiwa hatumjui. Na ili tumpende kwa moyo wetu na kwa roho zetu. Hakuna jambo ambalo limebakia. Moyo wetu, nguvu zetu na hata mtu wetu wa ndani. Kusudi kubwa ili Baba wetu atudumishe hai. Shalom. Atukuzwe sana. Kwa sababu isipokuwa namna hiyo hatutadumu, hatutaishi katika wokovu. Tutaangamia. Hata Waisraeli hawakukubali, hawakuingia katika nchi ya ahadi, hata ingawa walikuwa Baba wetu amewapa tumaini ile. Baba na tusaidie. Kolosai 2. Kolosai 2. Kolosai 2. Mstari wa 11 na 12. Inasema namna gani? Inasema Kolosai 2 mstari wa 11. Inasema hivi. Inasemaje? Katika yeye Yeshua sasa mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Tumetahiriwa kwa tohara ambayo haifanyiki kwa mkono, kwa kuvua mwili wa nyama, kwa tohara ya Masihi. Sasa ni tohara ya Masihi ikafanyika namna gani? Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Kwa hivyo tulizikwa pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Yawe aliyemfufua katika wafu. Tulifanyika tohara kwa njia ya Masihi Yeshua, na tukazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika ubatizo tukafufuliwa pia pamoja naye, pia tukiendelea kusiamini nguvu za Yawe aliyemfufua kutoka kwa wafu. Baba na tukubariki. Hiyo ingine tumesema ni kuzaliwa tena, kuzaliwa mara ya pili, isn't it? Yohana 3. Nicodemus alienda kwa Masihi Yeshua. Somee hapo haraka. Yohana 3:1 inasema. Inasemaje? Na siku ya tatu palikuwa, inasema basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia Rabii, kuwa huu mwalimu umetoka kwa Yawe, maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Elohimu yu pamoja naye. Yeshua akajibu akamwambia, Amina nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, ya pili, hawezi kuona ufalme wa Yawe. Yeshua amemwambia kinaga umbaga. Huyu hakuenda chocholo kwa sababu huyu anajua roho, huyu anajua mambo. Sasa huyu aligonga kabisa. Akamwambia usipozaliwa tena. Hata ingawa wewe ni mwalimu wa sheria na unajua sheria zote, lakini hata ingawa namna hiyo, usipozaliwa tena hutaona nini? Ufalme wa Yawe. Akasema namna gani? Nasema Nikodemo akamwambia, akamwambiaje? Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Mtu anawezaje kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Hakuelewa vile Yeshua alimueleza. Hata ingawa alikuwa mwalimu mkuu, hii maneno ya Yeshua ilimfubaza. Hakuelewa. Anashindwa, je, nitazaliwa mara nyingine namna gani?
nitaingia kwa tumbo ya mama yangu, nitaingia namna gani? Alishindikana kabisa, lakini Yeshua akamweleza namna gani. Yeshua akamjibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Yawe. Kwa hivyo kuzaliwa tena ni kupitia kwa maji na kwa roho. Kwa hivyo hii ubatizo ni njia moja ya kuzaliwa mara ya pili. Naye Baba wetu akuzae na roho wake, Baba atukuzwe. Hiyo ingine ni kufa na kufufuka pamoja na nani? Na Yeshua. Kwa hivyo lazima tufe pamoja na Yeshua. Baada ya kufa pamoja na Yeshua, tufufuke pamoja naye. Hebu nisomee Wagalatia 2:20. Galatians 2:20. 2:20 kitabu cha Wagalatia inasema anje? Mmesulubiwa pamoja na Masihi, lakini ni hai, wala si mimi tena. Mimi si mimi tena, bali Masihi yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Elohimu, ambaye alimpenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sibatili neema ya Elohimu. Anasema sibatili neema ya Yahweh. Maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Masihi alikufa bure. Sasa hapa Paul anainua neema ya Yeshua kupita sheria. Sikusema nasema sheria ni baya, lakini ukiinua sheria zaidi ya Yeshua umenoa. Aliposa anasema sasa kwa kuamini Yeshua amesulubiwa pamoja naye, na sasa si yeye anaishi, ni Yeshua anaishi ndani yake. Anasema kama sheria ingeendelea tu, Yeshua hangetolewa, hangepatikana. Kama sheria tu peke yake ndio ingewafanya watu wakamilike, Yeshua hangepatikana. Kwa sababu angepatikana nini? Aje afe kwa nini? Aje asulubiwe kwa nini? Ikiwa ile sheria ndio inafanya watu kuwa sawa ndani yake, lakini haikuweza. Yeshua ndiye anatuwezesha kuweka na kutii amri na sheria zake. Bila yeye hatuwezi. Na ndipo Paulo anasema hawezi kubatilisha neema ya Yahweh kupitia Yeshua. Na ndipo sasa yeye katika imani lazima asulubiwe pamoja na Yeshua. Akisulubiwa pamoja na Yeshua, sasa haishi kwa sababu ya lolote lile, lakini anaishi kwa usaidizi wa Yeshua. Kwa hivyo hata ingawa anaweza kuwa haki, anaweza kuonekana kana kwamba hapotoshi sheria za baba wetu, hawezi kuinua sheria, anainua neema ya Yeshua ambaye inamsaidia kukaa katika wema wa baba wetu. Kolosai 3 inasema namna gani? Hapo mstari wa kwanza. Kolosai 3:1. Inasema namna gani? Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Masihi. Ikiwa mmefufuliwa pamoja na nani? Na Masihi. Tafuteni yaliyo juu. Tafuteni yaliyo juu. Masihi aliko. Kule Masihi aliko. Ameketi mkono wa kuume wa Yawe. Yafikirini yaliyo juu. Yafikirini yaliyo juu. Sio yaliyo katika nchi. Sio yaliyo katika nchi. Kwa sababu gani? Kwa maana mmekufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Masihi. Na uhai wenu umefichwa pamoja na Masihi katika Elohimu. Masihi atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Katika Paulo anazungumza mambo mengi ambayo iko sirini, lakini anazungumza ikiwa mmefufuliwa pamoja na nani? Na Yeshua. If you have been raised, if you have been selected with Yeshua. Wakati mtu anasema if, anasema namna gani? Wakati anasema if, asema nini? Anaweza kuwa na shaka. Shalom. If you are not 100%. Kwa hivyo hata Paul akizungumzia na Wakolosai na ni watu wa Yahweh, anasema if. Babu maybe walikufa na hawakufufuka pamoja na Masihi. Baba wetu watusaidie sisi ambao tumebatizwa,
isiwe ya kwamba ni Eve, iwe ya kwamba kufa na tukafufuka pamoja na Yeshua. Yule ambaye anaenda kupatizwa isiwe ya kwamba ni kuroa maji. Shalom. Iwe ya kwamba kuna jambo litatendeka ndani ya maisha yake, na pia katika hali ya ufufuo vile atatoka katika maji kwa imani, iwe ya kwamba ni new beginning katika maisha yake. Inakuwa namna hiyo, na maandiko inasema uhai wetu sasa. Pale Paul anazungumza uhai wetu umefichwa na Yeshua katika Yawe. Shalom, shalom. Uhai wetu ukifichwa na Yeshua katika Yawe, hakika hatuogopi, kwa sababu Yeshua yu pamoja nasi. Hilo jambo linatendeka wakati gani? Warumi 6 mstari wa 4 hapo inasema 6 kitabu cha Warumi mstari wake inasema hamfahamu ya kuwa sisi zote tuliobatizwa katika Masihi Yeshua, sisi zote tuliobatizwa katika Masihi Yeshua tulibatizwa katika mauti yake, tulibatizwa katika mauti gekuine yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Hebu rudia verse 4. Inasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kwa hivyo tulizikwa namna gani? Tulizikwa namna gani? Kwa njia ya ubatizo. Tulizikwa pamoja na Yeshua kwa njia ya ubatizo. Ni mzuri kushika hivyo. Katika mauti yake, kusudi kama Masihi alivyofufuka, kama vile Yeshua alifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, katika utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tufanye nini? Tuenende katika upya wa uzima. Kwa hivyo vile ambavyo tumefufuka, ni mzuri sana sasa tuenende katika upya wa maisha. Dada wetu aende katika upya wa maisha. Neno lifikie ya kwamba aliye ndani ya Yeshua amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamefanya nini? Yamepita, yamekuwa mapya. Baba natukuzwe. Endelea. Inasema kwa maana kama mlivyo unganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Shalom. Hebu sikia hiyo tafadhali, ya kwamba kama vile mliunganika na nani? Na Yeshua katika mfano. Have you understanding? Kwa sababu sasa ni katika mfano tunaigizwa katika mauti ya nani? Ya Yeshua. Na vile ambavyo tuliunganika na yeye katika mfano huo wa ubatizo, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa Shalom. Tutaunganika pia. Sasa sitatia mfano katika nini? Kufufuka kwake. Shalom. Kwa hivyo hii ndio mauti ambayo sisi tunakufa, na ikiwa tumeingia katika mauti yake na tukafufuliwa katika upya wa maisha, hivyo hivyo tuko na imani na uhakika ya kwamba tutaunganika katika kufufuka kwake. Kwa hivyo tukilala, tukiunganika na yeye katika mfano huu, tutafufuliwa kama vile hata yeye alifufuka. Jina la Baba litukuzwe. Kwa hivyo iko na maana kubwa sana ya ubatizo. Baba tukuzwe. Hii mauti ndio tunapaswa kuingia ndani yake. Tusiogope sasa mauti hii ya mwili. Wote ambao wameunganika na Yeshua katika mauti yake katika ubatizo kwa mfano, Paul anasema hakika tutaunganika na yeye katika ufufuo. Baba wetu na tubariki sana. Naona mazaa yameenda sana. Na sijamaliza. Shalom, shalom. Na kwa sababu hii jambo tunajua sana, si lazima nimalize. Praise be to Yahweh. Just continue. Lakini kile ambacho naweza kueleza dada wetu ni asijali. Hata ingawa majaribu iko. Hebu soma katika Filipi 1. Filipi 1. Na hata sisi
hata sisi hili neno ni letu. Tukizungumza ubatizo kwa yule anabatizwa, hata sisi tunajikumbusha. Inasema namna gani mstari wa 6? Inasema nami niliamini hilo ndilo hili, ya kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu, yeye ambaye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata nini? Hata siku ya Masihi Yeshua. Yule ambaye ameanza hiyo kazi njema ndani yetu, tuko na uhakika kama Saulu ya kwamba ataikamilisha mpaka hiyo siku. Nisomee Korintho wa kwanza 1. Hakuna kuogopa, tutapigana, tutashindana kabisa na majaribio yote, kwa sababu hatuko peke yetu. Yeshua ako pamoja nasi. Hebu soma hiyo mstari wa Korintho wa kwanza 1 mstari wa 6. Inasema na 7 na 8. Kama ushuhuda wa Masihi ulivyodhibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote. Baba awasaidie kutupa karama hizi zote. Mkitazamia sana kufunuliwa kwake mkuu wetu Yeshua Masihi, ambaye awadhibitisha hata mwisho. Ambaye atawadhibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ya mkuu wetu Yeshua Masihi. Verse 9. Inasema yawe ni mwaminifu, haleluya, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe, haleluya, Yeshua Masihi mkuu wetu. Yawe atatudhibitisha hata mwisho. Tusijali sisi ambao tumeingia katika njia hii ya wokovu. Baba wetu atatupigania, atatusaidia kusimama wima, atatudhibitisha like this hata mwisho wa safari, ili tusije tukalaumiwa siku ile ya Bwana wetu Yeshua. Elohimu ni mwaminifu, ambaye muliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanae. Yeye aliyetuita, maandiko yanasema ni mwaminifu. One of the verses that I like in my Bible, nyingi ambazo nazipenda, moja ya hizo ni Wathesalonika wa kwanza 5 mstari wa 23 na 24. Najua hiyo mnajua naipenda, sababu sikaagi sana bila kusoma hiyo. Wathesalonika wa kwanza 5:23 to 24. Inasema namna gani? Elohimu wa amani mwenyewe, Elohimu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu, nafsi zenu na roho zenu, na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili, bila lawama, wakati wa kuja kwake mkuu wetu Yeshua Masihi. Wakati wa kuja kwake Yeshua. Verse 24, I like it. Yeye ni mwaminifu, ambaye awaita, naye atafanya. Baba atukuzwe. Kwa hivyo tumtumaini. Shalom, shalom. Kama sasa wacha niulize elder, tangu wakati ulibatizwa kwa neema, kwa kunyenyekea sana, uko na miaka ngapi? Tangu wakati ulibatizwa, tuseme, unajua wakati maybe uliamini, lakini tuseme wakati ulibatizwa. – 15 years. Baba ambariki sana. Shalom, shalom. Hii 15 years si ni baba amekushindania. Yaani hata hujui iko namna gani, unajikuta tu unapenda mambo ya. Na mimi nasemanga ukitereza usikae pale. Inuka. Tubu dhambi zako. Endelea na safari. Shalom, shalom. Mama kama tangu wakati ulibatizwa uko na miaka ngapi? Nyinama alidona awe nani uko ujira. Nikakiulia ndoa yake nawe. Nyinaka ona dakiririkana. Kutoka 19, hebu hesabu hiyo ni gani? Hiyo miaka. Nataka kuonyesha wale ambao tunaamini baba wetu atatushikilia. Baba atukuzwe. 79 hiyo ni miaka ngapi? Just minus. Ni 47. Shalom, shalom. Si ni kwa neema, si kwa bidii. Anasikia tu hajafika nini? Jina malida 26. Tangu wakati tulikupeleka pale. Asante sana. Jina kile situ akilika na tukimtwala na hali yake. Asante.
Baba akubariki. Si hata hiyo miaka 26 si ni baba ametenda mema. Haleluya. Leo ukikulia nyina mwaki ati maya ni wewe tuila nyina mwaki. Nasema hii kwa sisi ambao tumebatizwa tunajua sana tafadhali, na ni mzuri kwa sababu tunaweka baadhi zetu zile ambazo tulizaliwa katika mwili, na ni mzuri sana kushukuru Baba kwa ile miaka ambayo anatupa. Lakini zaidi sana ni mzuri kushukuru Baba tangu wakati ulizaliwa tena. Na hii wakati ukiwa na mali kula kabisa, ukiwa na pesa nunua, tukue tuzuri. Sasa kwa sababu hii ni spiritual birthday. Shalom shalom. Hii ni amana sana. Ile ingine ni sawa sababu tunaendelea na maisha. Kwa hivyo ni mzuri you go and mark. Ulibatizwa lini? Ulibatizwa tarehe gani? Hiyo unaweka moyoni. Ikifika mwaka unashukuru Baba. Hello. Shalom. Mama mwangi niwe tu mahali we. Badilikana. Ifike 21 years. Baba kubariki. Si ni kwa neema. Isn't it? Si bidii. Ni neema za baba wetu Maya. Na wewe mbekaigana. Nkairi. Kana omwe na nuthu. Miaka gapi? 4. Wewe nyina mali ndio natali kwa. Neema. That's very good. Let's show me there. No, ulirikane. That yes. Hallelujah. It is good. It is good. Shirley, can you remember? 19. Hata inaelekea 20. Ekitakia Julie, we Mama Shem. Si nilikuonyesha pale tulipatizia Mama Shem. Pale juu. Uko na miaka ngapi Mama Shem? Unaweza kumbuka? Ndio ulilikane. 2016. 2016. 16 years. Nyina sehemu. Acha. Hauna kalaria. We. Ona githomo giki gitire na 16 years. 6. Asante. 6 naweza kubali. Hiyo ni sawa. That's very good. The sister Faith. Unaweza kubuka? 23 years. That's far. What Yahweh has done. Jamio. How many years? 17. Hey, that's so good. That's so good. Mama Maina. Nataka mkubuke. Na wauliza hivyo ili mwe mnaweka. Mama Maina nilikana kweli ndio ine tena kidogo tu wale mwiletu. Sawa. Madam Elder. Miaka ile nimethiru. Ololi tulathiete. Ni kwa neema. Sasa tunasema hivyo kwa sababu Nyambura sasa wewe ufikirie kuhusu kuwabatizo. Sawa? Sasa miaka yako imetosha. Ashiri kuwa kidogo. Si ndio? Ashiri kuwa kidogo. Baba atakubariki. Last one. Hata wewe. Lakini wakati huo lazima tuangalie last kidogo. Sawa? Kwa sababu lazima uwe kiumbe kipya. Baba atukuzwe sana. Kwa hivyo uendelea na sisi lakini mwisho ni upati. Wewe ninaolea. Dada. Wewe na mekaizana. Na tunasema dada huyu amebatizwa katika jina la Yeshua. Sisi hapa hatuulizangi ulibatizwa na nani? Na hatuhukumii ati ubatizwe tena. Si mradi tumebatizwa katika jina la Yeshua. Sisi hapa hatukuulizi isipokuwa wewe uwe na kitu unasikia ndani yako.
Unaweza kupuka 6 years. Oh, thank you. Na wamebatizwa pamoja na vijana wake wawili. Hata vijana wamefanya nini? Na waambie Tuesday wakuje tumege mwili pamoja. Baba wetu na tukubariki. Sitaki kuendelea. May I bless you kwa sababu ya kunisikia. Baba wa rehema, tunakushukuru sana sababu ya kutupa ubatizo kwa njia moja Baba wetu za hatua za imani. Jina lako na litukuzwe. Asante kwa sababu umetulinda Baba wa rehema, umetudumisha katika imani hii miaka yote. Jina lako litukuzwe. Twasema si bidii zetu, ni wewe umekuwa pamoja nasi, umetupigania, umetuongoza. Hata sasa hatujafika Baba mpaka tufike Sayuni. Tusaidie, tupiganie. Kurudi nyuma Baba wetu si sehemu yetu. Tung'ang'ane mpaka Baba wetu tufike. Tusaidie katika majaribio, tusimamishe wima. Tuendelee kukujua zaidi na zaidi katika jina la Yeshua. Ni asante kwa ule ambaye anaenda kubatizwa leo. Hata yeye Baba wetu mbariki, aingie katika ushirika wako na ushirika wa watu wako. Baba wetu naye umshindanie, aendelee kukulia wokovu wake katika jina la Yeshua. Tunakushukuru, tunakuabudu katika jina la Yeshua mkombozi wetu. Niliruhusu nimalizie tu dikoni wetu. Yule ambaye anabatizwa leo akuje hapa ili nimalizie hilo jambo. Kuna dada Amerika na tumuombe kwa sababu bibi yako na mambo. Unajua naye shetani yako na mambo mingi. Hata ingawa tuliambiwa tusionake shetani, lakini tunajua is our enemy. Baba atukuzwe sana. Kwa hivyo tuko na dada wetu Amerika. Amezungumza kuhusu maji. Kwa hivyo letu ni kumuombea. Baba tukuzwe. Letu ni kufanya vile ambavyo baba wetu anatuwezesha. Letu leida wetu likirogoswa. Tulikuwa na wengineo, lakini Yahweh's will has been done. Tulikuwa na wengineo, tulikuwa na Maria. Kwanza Maria ndiye alikuwa ameitisha maji beleni, na pia tulikuwa na Kulia yule ambaye ni wa banana. Sasa 1-2. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba wako na huo moyo wa ubatizo. Siku ikifika mambo yote yatafanyika. Hapa kwetu kuna mtindo tuko naye mzuri, kwa sababu tunajua ukibatizwa unakuwa mtoto mdogo, unalewa, unaweza kupatana na mashida ama majaribio. Kuna vile ambavyo tunasema ni mzuri kuwe na watu ambao wanakusimamia, watu ambao mnaomba pamoja na wao. Usibebe mizigo yako, mzuri kuwapatia na wale watu wazuri ambao wataweka siri yako, watazidi kukuombea. Ukikosa kusanyiko watakuuliza wewe uko wapi? Shalom shalom. Watakushikilia mpaka uimarike, uweze kutembea kama vile mtoto anatembea kidogo kidogo mpaka na imarika. Na jambo hilo ni nzuri. Ulikuwa umewatafuta? Niumedete. Asante. Ikiwa basi wewe ulikuwa umetajwa na dada, karibu sana. Hata katika cheti yetu ya ubatizo tunakuwa na 2 witnesses. Kwa hivyo ni vizuri sana. Baba wabariki sana. Asante. Dada wetu wameona nyinyi, na sikusema hawa wengine hawako na neema hiyo, lakini ndani ya roho yake aliona ni nyinyi mtakuwa pamoja naye. Ni mzuri mumshikilie, mumuombe. Pia katika hali ya kumfundisha, katika hali ya kumvumilia, na tunaamini ya kwa baba wetu na atatenda. Jina la Yahweh na litukuzwe sana. Hebu na tuombe. Baba wetu, ni asante sana sababu ya mtoto wako Amerika. Tuomba ukamuonekanie vile ambavyo ametamka maji sio haya. Isia kwamba ni koloa taloa maji yawe, lakini ya kwamba kuna jambo litafanyika ndani yake, atakufa na kufufuka pamoja na Yeshua. Baba wetu atazaliwa upya. Baba wetu maisha yake ya kale yataondolewa. Atakuwa na new beginning katika maisha haya. Utampatia hata hali ya kuelewa na neno lako, kwa sababu roho wako Baba wetu Yahweh atamfundisha. Mujae na roho wako katika jina la Yeshua. Mpatie kalama hata ya utumishi ya kumshikilia katika maisha yake ya wokovu, na hata kutumika ndani
ya kusanyiko lako na watu wako katika jina la Yeshua. Ugumu wote wa maisha Baba wetu ukamuondolee, kile ambacho anahitaji katika maisha yake ukaweze kumpa. Baba wa rehema akikuomba Baba wetu ukamsikie, mfungulie mlango mbele zake Baba wetu, ukampanue njia zote za kiroho, kimafikira na hata kimwili, na hata kazi zake Baba ukambarikie, asije akakosa mkombozi. Umpatie upendo wa kuja katika ushirika katika jina la Masihi Yeshua. Baba wetu tunamtwika kwako kwa sababu unamjua sana. Wewe umeanza hii kazi, wasema kwamba utaitimiliza hadi siku ile. Asante sana kwa sababu ya wale watu ambao ameona akawachagua akaweza kuwa witnesses na wakaweza kusimama pamoja naye katika maombi, katika kumshikilia. Asante Baba wetu kwa dada wetu Lecho, mdheo kaumbariki, kwa mshidanie Baba wetu akaweza kulea dada wetu na njia nzuri, akifanya kazi hii ukaumbariki. Asante kwa Madam Senior, taye umbariki, muinue kifanya kazi hii Baba wetu, ukampe hekima na maarifa, ukaumbariki katika njia zote, katika jina la Yeshua mkombozi wetu. Haleluya. Barikiweni sana. Baba kubariki na kutendea mema. Kuna kitu unaweza sema? Tusalimie na useme vile ambavyo unasikia. Kiwa ni ubatizo hivyo tu, maneno mawili tu, kwa sababu najua mtu hawezi kuongea sana. Angalia kusanyiko. Nafurahia bishop wetu, dada wetu, mkono wa youth, Chiarende, secretary. Katika jina la Yesu mbarikiwe sana. Nampenda, si ati sige mcheza, lakini nilianza on the top, si ndio? Hata katika mateso, katika government nilianza nampenda sana. Ile inanishikaga nikuwa nitaenda nimwache kweli. Naogopa niwache kusanyiko la Mungu. Shalom. Wacha tu niseme jambo, kwa sababu wakati inafika mahali dada wetu amefika, naye shetani halali. Kuna jambo imefanyika leo asubuhi na ikawa ni jambo ya kumfanya asiwe na amani. Lakini tumegundua shetani, hata kama tuliabua tusimpatie mamlaka, lakini tunamgundua. Dada Mirika alikuwa ameweka 1000 kwa hii mfuko, na akiwa pale akapigiwa simu na dada yake, alafu akaingia hapa ndani, alafu akatoka. Akienda kutoa simu, akatoa simu pamoja na Kwa hivyo hiyo pesa imeanguka tu hapa nje na hakuipata tena. Alikuwa ameahidi kutoa 1000 ya Idi, lakini hiyo pesa tu imepata kupotea tu hivyo. Kwa hivyo ni vizuri tumkumbuke, kwa sababu naye shetani ametafuta tu mbinu moja yenye aweza mpiga nayo ili akose amani. Lakini tunashukuru Yawe kwa sababu tunamuona saa hii ametulia. Alikuwa katika hali nyingine tulikuwa tunaona kabisa, na ninashukuru hata Mama Grace kwa sababu amempatia maneno manzuri ya kumtia nguvu na kumuonyesha labda kuna jambo lingine ingetendeka zaidi hata kushida hiyo ya hiyo pesa. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee tu na kumuombea, tuendelee na kumkumbuka, kwa sababu naye shetani akiona jambo mzuri iko mbele anajaribu kupiga mateke. Na unajua 1000 saa kama hii sio ni pesa, unasikia iko na uchungu, but
what I know in the account of Yahweh, that 1,000 will be multiplied. Na utapata ingine katika jina safi la Yeshua. Shalom. Naomba nisomee kitabu katika Ecclesiastes 5. Kitabu ni cha Mhubiri. Mhubiri 5. Aya yake ni ya kwanza inasema, Ghadhabu gani hiyo Yashua ama yeye amefanya mbele yako na hiyo pesa sababu nilikuwa nimeka nadhiri na yeye kwa nini Kwa hivyo usijali na majaribu, Baba atakubariki nayo. Hata zinapotea nyingi na Baba wetu anapeana. Kwa hivyo usijali. Vile ambavyo utakuwa, usiwe na mzigo. Ni Baba wetu ameona. Ya ulikuja na yeye akijua. Si amefanya ipotee. Sababu ikipotea anajua. Ukiona hali utaweka na simu, utaenda kutoa ifanye nini? Sasa hapa umebudishwa pesa na simu, wakati mwingine usiweke pahali chini. Unaweza kupoteza nini? Tuko pamoja. Hiyo usijali. Tumeenda kwa Baba, na Baba wetu pia anajua. Vile ambavyo utabarikiwa. Sababu unaenda kutoka hapa uwe mtu fulani. Upate nini? Wewe leta. Ikiwa huna, kuja bila ulivyo na itakuwa sawa. Sababu ni Baba amefanya hivyo namna hiyo. Hebu tuombe tafadhali ala sana. Tunaona amejiuliza kaidikisia. Pesa sio. Niwe kitu na ndio mwana wako. Baba wa rehema sana. Kwa ajili ya dada wetu. Kwa amekuja na 1,000 kulipa ile na. Baba wetu tutakupea na unajua sana. Umesema tutakushukuru katika hata yeye msaidie. Kwa sababu unajua sana. Patia amani. Ni wewe ulikuwa umempatia. Tunaomba ikaweze kuwa moto katika jina la Yesu. Na kwa sababu tunapotea wakati wa dhabihu yake, tunaamini ya kwamba unamuinua na unambadilisha kwa njia kubwa katika jina. Bariki na muonekanie katika jina. Amen. Tupigie makofi.